عندك الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله لنا سواه، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الخلق حبيب الله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اقتفى آثاره واستنى بسنته واتبع هداه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، tashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetupa fursa kama hii katika siku ya leo na siku zilizotangulia kuweza kueleza na kusikiza mambo ambayo yaweza yakatusaidia katika maisha yetu. Maudhui yetu ya leo kama tulivyofahamishwa ni kaifa takunu aban najihan. Utakuwa vipi baba ambaye amefaulu? Ndiyo, ni mzazi, lakini katika wazazi baba ndiye mhusika zaidi kuliko mama. Na mambo ya nyumbani yakiharibika, japo wazazi ni baba na mama, lakini baba ndiye mhusika mkubwa wa kuharibika na ndiye mhusika mkubwa wa kutengea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika kutahadhari na huu mtihani wa sisi kupewa watoto, kwa sababu watoto ni mtihani, kwa dalili ya aya ya Mwenyezi Mungu, innama amwalukum wa auladukum fitna, mali yenu, watoto wenu ni mtihani. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mulioamini ziokoeni nafsi zenu na muokoe watu wenu na moto. Ahlikum ni mke, ahlikum ni watoto. Kwa hivyo ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaokoa hawa watoto wetu na wake ambao wako chini yetu. Amri hii imekuja kwetu sisi wanaume ambao ni mababa, japo ni vigumu kufaulu 100%. Lakini je, umefaulu ngapi? Umefaulu kiasi cha kupita kwamba umefaulu, ama umepata maksi ambazo huwezi kwenda mbele wala huwezi kupata namba?
Ikiwa umefaulu hukufika 100%, ni jambo ambalo lawezekana, kwa sababu hata baadhi ya anbiyaullahi kama Nabii Nuh hakuweza kufaulu 100%. Kisha kuna watu ambao pia waweza wakakufelisha wewe, wajaribu sana kutaka kuwa ni aban najihan, lakini mama ajaribu kila sampuli, kazi yako kuivuruga, hususan katika wakati huu tulionao. Wakati huu tumekataa kubeba majukumu, kubeba masuhulia sisi kama mababa, badali yake tumewaatia kina mama. Hata wale waliopata bahati mbaya ambao wameatana na mama za watoto wao, hata wale ambao bado wako pamoja na mama wa watoto wao, wamewaata kina mama ndio wanaoshughulika. Mama ndiye anayekwenda skuli kufuatia ripoti, kujulia hali ya mtoto, ndiye anayehudhuria siku za wazazi. Baba yeye amejitia hana nafasi, hana time, hana wakati. Mama hawa twawajua sisi, hawawezi kulea. Ni mama wa hina, ni mama wa piko, ni mama wa kitambara kila mwezi, ni mama wa holi na maharusi, ni mama wa nyimbo. Hawezi kuwa ni mlezi ambaye aweza kulea watoto. Sasa tulipowaata wao kwamba ndio walezi wa kulea watoto, ndio wa kwenda maskuli, bali hata madrasa, hizi hafla za madrasa, ukiona kwenye ziti mbele kumekaa watu, basi mara nyingi ni wageni wamealikwa, si mababa. Lakini kina mama ndio utawakuta wako wengi pale, na kutuza na maperemendi na mambo mengine. Kwa hivyo ni kama jukumu hili sisi tumeliruka, yani kuwatia wengine ambao tuna hakika ya kwamba hawa tuliowatia hii kazi hawaiwezi. Sasa hizo ni ndia ambazo zatufanya tusifaulu katika malezi yetu, na ambapo mtu kumlea mtoto wake ni yeye mwenyewe. Baba ni baba asimame amlee mtoto wake, sio wa kiume peke yake, hata mtoto wa kike. Baba ndio yafaa awe rafiki yako msichana wako, uwe pamoja naye, umsaidie, umpende, uzungumze naye, kwa sababu yeye ni babake. Bali hata katika tarikhi ukiangalia, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hata akimbusu Sayyidatuna Fatima. Kwa hivyo wewe inatakikana hata mtoto wa kiume ambaye ni rafiki yako, ni mwenzako, hata mtoto wa kike yafaa awe karibu na wewe, awe rafiki yako na awe mwenzako. Hili ni bora kuliko kufanya mambo ya kheri, hili ni bora kuliko kutoa sadaka. Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la an yuaddiba ar-rajulu walada khairun lahu min an yatasaddaqa bisaa. Mtu kumtia adabu, kumnyosha, kumtengeza, kumfunza mwanawe ni bora kuliko kutoa sadaka ya chakula. Iswaa si lazima iwe ni pishi, ni kipimo, yani utoe mapishi ya chakula, basi si bora kuliko kumwangalia mwanao ukawa utampa malezi. Bwana mmoja katika mabwana wakubwa anaitwa Al-Ahnaf bin Qais asema kuhusu kijana, asema hum thimaru qulubina, watoto ni matunda ya nyoyo zetu. Wa imadu dhuhurina, watoto ndiyo migongo ya maungo yetu. Wa nahnu lahum ardhun dhalila wa samaun dhalila, sisi ndiyo ardhi, wao watoto kwetu sisi ni wadhalilifu, na sisi ndiyo mbingu ambayo tuwafinika watoto wetu. Fa in talabu fa'atihim, watoto wakitaka wape. Wa in ghadhibu fa'ardhihim, watoto wakikasirika waridhishe. Mara nyingi tuna silaha ambayo twaitumia vibaya. Utakosa radhi zangu, hupati radhi zangu, utapata shida katika maisha. Nani alikwambia atapata shida katika maisha? Mbona wewe upati? Sasa hii ni silaha ambayo tunaitumia vibaya. Wewe mara nyingine yataka, imefika wakati umwambie mwanangu nisamehe,
Hebu kuwa shujaa. Mara nyingine kama ni kweli umefanya makosa, umefanya si, utakuwaje mimi baba? Mimi nimekuzaa, hukunizaa. Lakini umekosea. Kweli umenizaa, lakini umekosea. Kwa hivyo ni wajibu wako, ili kumfundisha huyu kijana, umwambie mwanangu, hapa mimi ni binadamu na nimekosea. Mwanao na yeye atajua kwamba kumbe hata baba hukosea, mimi nikikosea pia yafaa niombe msamaha. Akaendelea kusema Ahnaf bin Qais, akasema fa innahum yamnahunaka wuddahum, wanao hukupa mapenzi yao, wayuhibbunaka juhdahum, na wakupenda upeo wa juhudi yao. La takun alaihim thaqilan, usiwe kwao ni thaqili. Fayamallu hayataka wayatamannawna mautak, usiwe thaqili mpaka wakachoka kuwa na wewe, mpaka wakatamani afadhali ufe. Babako amekwenda wapi? Amekwenda zake safari, maana kupinduka na gari, kwa sababu umemtia dhiki. Mwanao awe na dhiki wakati ukizungumza naye akwambia, baba tumekumisi nyumbani kutoka uondoke, hatuna raha, majonzi yametuingia. Hapo unayo nyumba wewe. Lakini kama mwanao baba shakwenda, alhamdulillah, sasa raha, sasa baba shaondoka, wewe si baba, ni adui wa nyumba yako. Kwa hivyo hivi ndivyo anavyosema Ahnaf bin Qais. Kwa hivyo watoto wetu hawawezi kuwa wazuri kabla sisi hatujawa wazuri. Tusisemeni maneno ambayo hayamo. Maneno ambayo hayamo ni pale tunaposema ya kwamba sisi wakati wetu tulikuwa na adabu, sisi wakati wetu tulikuwa na heshima, sisi tulikuwa tukitambua wazazi wetu, sisi ilikuwa mahali mtu mzima akikaa hatuwezi kupita kwa sababu tulikuwa na heshima. Hawa watoto wa sasa hawana heshima, hawa hawana adabu, hawa hawatambui wazee. Nani aliwafanya mpaka wakose heshima? Ni mimi na wewe. Sasa makosa ambayo tumeyafanya sisi, mavuno yake twayakataa leo, twawasukumia watoto kwamba ni nyinyi wenyewe. Atakuwa na adabu vipi mtoto ambaye hukaa kwenye sitting room na mamake na dadake, pengine na baba pia uko pale pale, na huangalia movie ama huangalia musalsal, na watu hubusiana, na watu hunwa tembo, na watu hushikana, na watu husimama uchi, na nyinyi mwangalia hivi chombo ambacho umenunua wewe ukiweka ndani ya nyumba. Awe na adabu, aitoe wapi? Aitoe mahali gani hiyo adabu? Wakati wewe umemfundisha, ni kama ule anaposema alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Amemtukua mtu akampiga kamba, baada ya kumpiga kamba akamtupa ndani ya mto, kisha akamwambia na kutahadharisha nguo zako hizo zisiingie maji, na ile hali amempiga kamba, amemtupa ndani ya mto. Hawezi vijana kuwa na adabu. Vijana waliopewa masimu makubwa makubwa na internet hawezi kuwa na adabu. Hawezi kuwa na adabu kijana ambaye umempeleka kwa makafiri wamfundishe namna ya kuishi, wamfundishe ulimwengu vile unavyokwenda, kiasi cha kwamba hawa ambao walikuwa wamfundishe dini, wewe kwako hawana maana, wewe kwako hawana thamani, wewe kwako hawa walimu wa madrasa ni silaha ya kutishia watoto. Mtoto akifanya fujo, basi kuna mdudu, wewe nitamwita ustadhi, wewe utaona sasa hivi ni dudu hili la kutisha watoto tu ndio kazi yake. Wewe unao watu wengine wanaowatambua, unao watu wengine unaowaheshimu, unao watu wengine umepeleka wanao walelewe. Wallahi mimi nishasikia watu wakizungumza ambao wana umri wa miaka 35 na 40, wasema sisi katika tunaposhauriana, ushauri wetu hatutukui kwa Waislamu, tunatukua kwa wenzetu ambao si Waislamu, ndio tunashauriana na wao, kwa sababu ndio wamezoeana nao, ndio wameishi nao, ndio wanaowatambua, ndio walimu wao, ndio waliowapa tarbia. Yale yote yamevuruga kwa namna ambayo hawawezi hawa watu kuwa wazuri, kwa sababu hatukutaka wawe wazuri. Jambo lingine ni kwamba
Kijana hawezi kuzaliwa mzuri kama babake si mzuri. Kijana hawezi kuwa mzuri kama babake hula haramu, hawezi kuwa mzuri. Leo mtu atakwenda kupiga miraa mpaka awe haoni, alafu akiingia nyumbani aja kulala na mama, mtoto akizaliwa damu yote ndani ni umeru umejaa. Hebu kijana huyu asikize kwa shikio gani, ambapo ameingia ndani ya kizazi chake, ameingia na handasa za miraa. Atasikiza kwa shikio gani huyu kijana? Leo kuna watu wakioa, siku ya kuoa huambiwa kwamba wewe kwa vile ni mtu hukuzoea sana kuwa mbele za watu, kwa hivyo wewe nafaa uvute bangi. Ukisha kuvuta bangi, wewe ukiingia pale msikitini hutaogopa tena, hutajali tena, utakwenda zako vizuri kwenye harusi yako, na huvutishwa bangi. Au ingia hapa msikitini, wengine chakari hapa washatia bangi, washatia tumbaku vizuri kabisa. Sasa huenda kuingia ndani siku ile, na ni wakati ni zitu ziko siku ile, ndio anaenda pale, akipata mimba mke wake, ule kijana anayezaliwa azaliwa na tembe tembe za bangi. Asikize vipi kijana huyu? Awe mwema namna gani? Kuna bwana mmoja anaitwa Al-Mubarak. Mubarak alikuwa ni mtumwa, alafu baadaye akawa tahuri. Baada ya kuwa tahuri, bwana Mubarak akatafuta kazi, akapata kazi ya kuangalia shamba boy, albustani, kuangalia shamba. Bwana Mubarak akaendelea. Siku moja akaja tajiri yake mwenye lile shamba, akamwambia, leo nataka unitukulie makuzumani ambayo ni tamu, nataka kula kutoka kwenye shamba yake. Abdullah Al-Mubarak akenda akatafuta makuzumani, akamletea. Ule mwenye shamba akilivunja la kwanza ni kali, akivunja la pili ni kali, akivunja la tatu ni kali. Akamwambia, wewe ni vipi bwana, wewe huwezi kujua makuzumani tamu na ambayo si tamu? Akamwambia, bwanangu, huku niruhusu mimi nijue tamu na ambalo si tamu. Siku yaonda, mimi niko hapa na kulindia tu shamba yako, na kulindia tu bustani yako. Kama ungelikuwa umenambia yaonde, ningekwambia mkuzumani huu ni tamu, huu si tamu, huu ni mkali, huu si mkali. Lakini wewe hukuniruhusu hivyo. Ule bwana akaona labda ni urongo, haiwezekani. Mtu miaka miwili uko kwenye bustani awe hataonda kuzumani hata moja. Akawauliza majirani, akamwambia, wallahi huyu uko hapa hakujaliwa kuonda hata moja. Afanya kazi yake, linaloanguka akukusanyia mwenyewe, asafisha, angojea malipo yake, hali kabisa katika hii mikuzumani. Ule bwana mwenye lile bustani akamwambia Mubarak, mimi nina msichana mmoja tu ambaye nimezaa, mtoto wa kike mmoja peke yake. Sasa huyu mtoto wa kike nataka kukushauri wewe, nimuozeshe nani? Bwana Mubarak akamwambia, kila mtu katika kuozesha ana malengo yake. Akamwambia, Mayahudi huozesha kwa ajili ya pesa, tafuta mtu mwenye pesa akaozeshwa. Manaswara huozeshwa kwa ajili ya uzuri, mtu huangalia uzuri akaoa, ama akaangalia uzuri akaolewa. Waarabu huozesha kwa ajili ya nasaba, hata mtu akawa kama fuvu, bora awe na nasaba tu, hata awe sampuli gani, madamu nasaba yake ni mzuri, basi huyu muozesheni tu. Waarabu ndivyo wanavyofanya, bora ni ibn min, fakhidh min, batni min. Ukieleza batni yako wewe ni mtu kabaila, utaozeshwa. Hawana haja ya pesa Waarabu, lakini haja yao ni nasaba. Akamwambia, Waislamu wakiozesha huozesha kwa ajili ya takwa. Kwa hivyo Uislamu si Uarabu, Uislamu si Unaswara, Uislamu si Uyahudi, Uislamu ni dini. Kwa hivyo Muislamu awe kabila yoyote akiozesha, huozesha kwa ajili ya takwa. Kwa hivyo tajiri yangu, wewe mwenyewe jiangalie uko kundi gani, katika lile kundi ulioko muozeshe mwanao. Ule bwana akamwambia, mimi nikiangalia hivi sijaona mtu ambaye ana takwa zaidi kuliko wewe. Kwa hivyo kuanzia leo na kuozesha binti yangu ni mkeo.
Mubarak akaozeshwa baada ya kuwa ni mfanyikazi wa shamba, akawa sasa ni mume, ameoa binti ya bwanake tajiri yake, na ndiyo pale alipozaliwa Abdullah ibn al-Mubarak. Kila msomi ajua Abdullah ibn al-Mubarak ni mtu gani. Alikuwa ni imam, alikuwa ni alim wa kupita kiasi. Kwa sababu gani? Ule uaminifu ambao ulitoka kwa Mubarak babake ndio ulimfanya akizaa mtoto amemzaa na mtoto mwenyewe naye ni hali kama hiyo, mcha Mungu, alim, mwenye takwa na mwenye kila kitu. Leo wewe unapotukua wanao na wewe mwenyewe pia mkasema hapa tufai, wata twendeni nchi nyingine za makafiri, kule utapata chakula bure, matibabu bure, mawakili bure, masomo bure, kila kitu bure, uenda kula za kula zile zina uhalali gani? Utapata lini mwana kama Abdullah ibn al-Mubarak? Una uhakika gani wa halali wa pesa zile ambazo wewe wazikimbilia ili maisha yako yawe mazuri? Maisha ya wapi? Ya duniani, lakini ya akhira hawezi kuwa. Huwezi kuwa na mwana ambaye atakuwa na dini ya kisawasawa ikiwa atakuwa na hali ya kula haramu. Kwa hivyo ile haramu ndiyo inayomfanya mtu kuharibika akhlaqi zake, kuharibika tabia zake. Kwa hivyo mtoto ambaye amekula haramu si rahisi kuwa mwema, kwa sababu wewe umesababisha akawa ni mtoto wa haramu. Kwa hivyo sisi kwanza wazazi ndio tunaowafanya watoto wetu wawe wazuri ama wawe wabaya, ima kwa matendo yetu tunayoyatenda na ima kwa zile haramu tunazowafanyia mpaka watoto wakazaliwa katika hali ambayo kwamba si ya halali. Mbali na mengine mengi, ulimwengu wetu wa leo watu watana mpaka talaka 12 na bado wako pamoja, wakatana bado tu wao huzaa. Wale wazali wao wote ni wanaharamu. Mwanaharamu hawezi kutenda mazuri. Ulimwengu wetu wa leo watu kwanza huibana, watu kwanza hutiana mimba, baadaye ndio haraka mwiteni shekhe awaozeshe. Je, haifai kuozeshwa mtu akiwa na mimba ama yafaa? Mijadala sasa. Aozeshwe mtoto akisha kuzaliwa, aenda kuandikiwa birth certificate jina la babake ambaye ni mwanaharamu. Mtoto aishi ndani ya nyumba na mashangazi zake ambapo si mashangazi zake, si mwana halali. Kwa hivyo mtu ambaye si mwana halali hawezi kufanya matendo ya halali. Kwa hivyo kwanza zile damu zenyewe kwanza zachangia katika ubaya, hazichangii katika uzuri. Kisha matendo yetu sasa nayo tunayoyatenda. Inakuwaje wewe baba uwe watumia hiki na kuvuta hiki na kile, hata sigara wewe umeshindwa, umetawaliwa na sigara tu, huwezi kuishinda. Huwezi kufanya kitu kingine. Kama kidude kidogo kimekushinda, kimekutawala, lazima wewe ukivute kile kidude. Basi wewe ni mtu una ushujaa gani? Khawafi wa mwisho, huna ushujaa, huwezi kumiliki nafsi yako. Kisha ikiwa wewe mwanao hukuona haswa ama humtuma yeye akanunue sigara, alafu kuna na kidude cha sigara pale wavuta sigara, huyu mwanao kuwa mwana halali ni kukutia moshi wa bangi, ndipo atakapokuwa mwana halali wako. Maana kuonyesha kama mimi baba na mimi barabara wa kisawasawa, aende akavute bangi, akutie moshi wa bangi, akuvuzilia mashikio, na wewe umwambie asante mwanangu, wewe mwana halali. Kwa hivyo yale matendo yetu kwanza sisi kama mababa ndiyo yanayofanya wale vijana waharibike. Shairi anakwambia, masha tawusu yawman bi'wijaji faqallada mishyatahu banuhu faqala alama takhtaluna qalu bada'ta bihi wa nahnu muqalliduhu. Tausi siku moja alikuwa akitembea na huku na maringo, kama mnavyojua Tausi vile alivyo na maringo. Wanawe nao walipoanza kutembea wakatembea na maringo vile vile. Akawauliza wanawe, mbona mwenda kwa maringo namna hii? Wakamwambia, baba wewe ulianza maringo na sisi tukakufuata. Akaendelea mpaka mwisho akasema, wayansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awadahu abuhu. Kila kijana anainukia huinukia kwa yale ambayo amemzoezesha babake. Wama dana alfata bihija walakin
yuawiduhu tadayunu akhrabuhu. Kijana hashiki dini yeye mwenyewe kwa akili yake, kijana dini huipata kwa wale jamaa zake wa karibu. Shairi anakuambia idha kana rabbul baiti bitabli dhariban fala talumi sibyana fihi ala raqsi, ikiwa mwenye nyumba hupiga ngoma watoto wakiteza, kwa nini walaumu? Ngoma ikipigwa hutezwa. Kwa hivyo wewe baba kama hupiga ngoma, mwanao akiimba akiteza, wewe ndiye mwanao mwana halali ambaye amekufuata wewe. Kwa hivyo ni lazima kwanza sisi mababa tuwe wazuri, ndio watoto wetu nao waweza wakawa wazuri. Nina swahibu yangu ambaye hata nimeshindwa na uswahibu na yeye sasa hivi. Huyu swahibu yangu ana tabia ya uroho, ana tabia ya ukafa, ana tabia ya kupapaa anapoona chakula. Swahibu yangu huyu yeye ikiwa mahali popote ahusika na chakula, akahusika hata kwa mbali, akijua tu kwamba kuna karamu mahali fulani, yeye nyumbani husema musipike, nipeni ile ndoo yangu. Hiyo ni hakika yani, naloambia yani, si habari zamani. Swahibu huyu akienda kwenye hafla yoyote, kuna zile pepa bagi, ana namna staili yake ya kuitatia vizuri kabisa, huitia kwenye mifuko hata haionekani. Akifika pale hutatua zile pepa bagi zake, akajaza kama ni biriani, kama ni pilau, akabeba akaenda nayo nyumbani. Nimejaribu sana kusema na huyu rafiki yangu, hataki kunielewa, kutoka kirahisi mpaka ikafika najaribu hata kutumia nguvu yani kumzuia asifike, lakini nikashindwa. Siku moja rafiki yangu huyu akanitolea kiswa chake, akanambia babangu alipokuwa akienda kwenye karamu, katika zile karamu kuna zile sabuni za panga huweka watu, baadaye wakisha kumaliza kula wakaoshea mikono. Basi yeye unieleza babangu alikuwa akienda kwenye karamu, akija zile sabuni watu wakisha kuoshea mikono alikuwa akija nazo nyumbani. Asema siku moja tukamwambia baba, hata hizi sabuni watu washaoshea mikono wewe huzitukua? Akasema wanangu, nyinyi mtafanya makubwa zaidi kushinda haya. Nikasema ni sawa. Kumbe hakukosa, kuna mahali ambapo ametegemea. Kwa hivyo sisi ndio tunaharibu watoto wetu, na sisi tumeharibiwa na wazazi wetu ambao wametufundisha ule ubaya. Hakuna mtu unayemtambua zaidi kama mzazi wako. Mzazi wako ni karibu kuwa Mungu wako kwa kijana, kwa sababu ndiye anayemuona, ndiye aliyemlea, ndiye anayemsaidia kila wakati, ajua huyu baba ndio kila kitu. Si ajabu mara nyingine kijana ukimuuliza aliyekuumba nani, aweza akakwambia ni babangu, kwa sababu ndiye anayemuona. Imamu Shafi'i rahimahullah, wakati alipokufa, maradhi yake karibu ya kufa, alisema mimi nikifa mwambieni mtu fulani aje anioshe. Wakati nitakapokufa kuna mtu fulani mwambieni aje anioshe. Imamu Shafi'i asema au suya. Imamu Shafi'i alipokata ruhu, wakenda wakamwita ule mtu ambaye Imamu Shafi'i amesema ya kwamba aje amuoshe. Ule bwana alipofika akamwambia nionyesheni ule wasia ambao ameuata Imamu Shafi'i. Alipopewa ule wasia, kwenye ule wasia ilikuwa Imamu Shafi'i adaiwa dirham 70,000. Akasema basi sasa kitu cha kufanya, pesa zake Imamu Shafi'i nipeni, nilipe hii deni, huku ndiko kumuosha. Hiyo kuoshwa yenyewe si kuoshwa kwa maji ya mkunazi, ni kuoshwa kulipwa hii deni. Kwa hivyo alivyosema Imamu Shafi'i, ili mimi nije nimuoshe, nitukue hizi pesa nilipe deni yake, ndiko kumuosha. Afadhali musimuosheni mtu, mwateni na uchafu wake, lakini dhamana ya haki yake mulipe. Nyinyi mwafanya mengine tu, mwamuosha tena makazania aswa mpaka simamishwe, aswa kulala pia fai mpaka simamishwe, mpaka kamuliwe, mpaka fanye nini, ende safi. Lakini huku pesa adaiwa, huku kuna madeni, huku kuna haki za watu, yale hayafikiriwi. Kwa hivyo haki za watu, lazima baba awe na hadhari katika zile haki za watu, isije haki zile zikabakia kwa mwanawe
akatumia haki ambayo ni ya mtu mwingine. Leo sisi twaandika zitu zingine kwa majina yetu. Mimi nishamsikia mtu mmoja ambaye ameandika zitu za kidini, ameandika kwa majina yake na wanawe, zitu za kidini za umma. Nikamwambia, shekhe, wewe wafanya hivi, je, ukifa zitu hizi wanao wakisema si za dini ni zao? Akasema afadhali wafanye hivyo kuliko kutukuliwa na watu wengine. Sasa hali namna hii ya ambayo hakuna uaminifu, hakuna usafi, lazima tukizaa vijana tutazaa watoto wakora, kwa sababu sisi wenyewe tayari ni wakora. Kwa hivyo ni wajibu wetu tufanye bidii sisi kwanza kujitengeneza kuwa watu wazuri, alafu baadaye tuweze kutengeneza watoto wetu. Watoto wetu yatakikana kila wakati tuwe na hamu na wao. Qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu, okoeni watu wenu na moto. Said ibn al-Musayyib ambaye ni mmoja katika tabiina, mabwana wakubwa, anasema inni la usalli fa adhkuru waladi fa azidu fi salati. Mimi mara nyingine huwa huswali nikamkumbuka mwanangu, nikaongeza rakaa za swala kwa ajili ya kuomba mwanangu naye awe mtu mwema, kwa ajili mwanangu naye awe mtu mzuri. Bwana mmoja anaitwa al-Imam al-Juwayni, Imam al-Haramain. Imam al-Haramain, babake al-Imam al-Juwayni alikuwa akifanya kazi akilipwa pesa kidogo. Zile pesa ambazo alikuwa akilipwa, alikuwa akimlisha mkewe na wanawe katika zile pesa za kibarua chake anachokifanya, kibarua cha halali, kibarua cha jasho lake. Imamu al-Juwayni alikuwa na mtoto wake mdogo ambaye alikuwa akinyonya. Akamwambia mke wake, mtoto wangu sitaki anyonyeshwe na mtu mwingine, mnyonyeshe wewe, kwa sababu najua kwamba shilingi unayoitumia wewe maziwa yako ni halali kwa mwanangu. Sitaki mwanangu anyonyeshwe na mama mwingine, huenda yale maziwa yakawa ni ya haramu, kwa sababu amekula zitu za haramu na maziwa yake ni ya haramu. Kwa hivyo sija kuruhusu mke wangu mwanangu anyonyeshwe na mama mwingine, kwa sababu sina hakika kwamba pesa alizotumia ni za halali ama ni za haramu, lakini kwako nina hakika ya kwamba shilingi uliyoitumia ni shilingi ya halali. Ikaendelea, siku moja babake al-Imam al-Juwayni ambaye ndiye anayesema maneno hayo, akiingia siku moja akamuona mmoja katika majirani amnyonyesha mwanawe. Alipomuona amnyonyesha mwanawe, babake al-Imam al-Juwayni ambaye ni huyu Imam al-Juwayni ndiye aliyonyonyeshwa, akamshika mtoto mdogo, akamtia zidole ndani mpaka akamtapisha, mpaka akahakikisha yale maziwa ameyatapika. Baadaye akasema, haya maziwa hayafai kubaki kwa mwanangu, kwa sababu sina uhakika kwamba maziwa haya ni ya halali ama ni ya haramu. Mkeo huvaa kanzu, hutaki kujua ni ya halali wala ni ya haramu. Binti yako ana simu, hutaki kujua ni ya halali wala ni ya haramu. Wanao wana mpaka nguo huvaa, hutaki kujua ni za halali wala ni za haramu. Kutakuwa na wana lini wazuri? Wewe mwenyewe pia watafutana kila ndia ili riba iwe si riba. Mimi shekhi fulani ameniambia yafaa, mimi nimemuuliza fulani ameniambia yafaa, ile haramu iwe halali. Kwa hivyo akaendelea hivi al-Imam al-Juwayni. Baada ya kutolewa yale maziwa, inavyosemekana ni kwamba al-Imam al-Juwayni alikuwa Imamu al-Haramain kwa ilmu ambaye alitambulika. Imamu al-Juwayni alikuwa wakati mwingine katika darsa akifanya kama kitembe namna hii ama akazubaa hivi, dakika moja mara nyingine hutokea. Basi alikuwa akisema, nafikiri hii shida inayonipata, yale maziwa nilotolewa na babangu labda hayakumbalizika ndani ya mwili wangu, ndio hii shida labda ninayoipata sasa hivi. Sasa wangapi hula zingapi, hunwa zingapi, hunwesha wana wao zingapi, hawataki kujua imetoka wapi wala imetoka wapi. Bora ni pesa tu wetumie. Lini tutakuwa na wana wazuri? Lini tutakuwa na wana wacha Mungu? Lini tutakuwa na wana watuifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo mtu ambaye hataki kubeba majukumu ya kuwalisha wanawe chakula cha halal na yeye mwenyewe kula chakula cha halal, basi huyo hastahiki kuitwa baba,
kwa sababu kama tulivyoambiwa kuzaa sio ubaba, kila mmoja huzaa. Hayawani pia huzaa, tena hayawani wengine huzaa watoto wengi zaidi. Paka huzaa watoto wengi zaidi, mbwa huzaa watoto wengi zaidi. Mwangalie bita, huwa wamemwenea mpaka mbele kule. Kwa hivyo kuzaa si muhimu. Kwanza ni sisi katika kule yale manii yanayozalisha watoto wetu, chakula tulichokula ni cha halali. Ule mtoto naye alipozaliwa chakula anachokula ni cha halali. Zile scholarship za kumsomesha kijana zimetoka wapi? Ni pesa za nani? Zimetoka mahali gani? Mpaka kijana huu atarudi atetee Uislamu kivipi? Yani kisampuli gani? Atautoa wapi utetezi huo wa Uislamu? Sasa hii ni changamoto kubwa ndugu zangu, lazima tufanye bidii kwa ajili ya watoto wetu. Innama auladuna bainana akbaduna tamshi ala al-ardhi, watoto wetu ni maini yetu ambayo yatembea katika ardhi. Lau habati rihu ala ba'dihim lam tana'at aini anil ghamdhi, lau mmoja atavumiwa na upepo basi mimi sipati usingizi kwa ajili ya mwanangu. Na yatima sio yule ambaye amefiliwa na babake. Sisi tunajua leo kuna mayatima, wallahi Mwenyezi Mungu amefanya ihsani sana kumuondoa baba duniani. Mwenyezi Mungu ameleta rehema yake ule baba afe, ili na huyu naye apate watu wanaoangalia mayatima wamsomeshe, apate watu wamnunulie uniform, apate watu wamwangalie. Kama lile baba lilikuweko lingelikuwa halimwangalii na watu wasema huyu kijana ana babake na si baba halimo, imekuwa bora afe. Laisa liyatimu man imtaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalilan, yatima si ule ambao kwamba baba yao baba amemuata ni dhalil kwa kuondoka katika uhai. Innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat au aban mashghula, yatima ni ule ambaye babake ameshughulika, hana time, na mama naye hajitambui. Mama utembea uranga kama leo tuwazitaiza gari maguni, hadiriki. Baba hana time kabisa. Baba ati huko kwa tano huko, yeye hutafuta pesa kuangalia vijana. Kuangalia wapi vijana hao? Wewe umetoka hapa miaka 2, 3, 4 hata umekwenda kule upate pesa kuja kumwangalia kijana. Nabii Musa aliondoka siku 40 tu kwenda kuzungumza na Mungu, tena akwenda kufanya kazi. Akirudi huku Samiri amewafanya watu wakaabudu ng'ombe. Wewe umetoka miaka 4, miaka 10 hata uenda kule hata urudi uangalie wanao. Humo una mpango? Kana wanao, afadhali mukikosa mulale, mukipata mule. Kijana mmoja alikuwa na babake, baba alikuwa hadiriki, yani ni hivyo. Sasa ataingia saa 5 usiku alale, alfajiri ametoka yeye. Vijana hawana time ya kuzungumza na baba yao, hawana wakati wa kujadili na baba yao. Lakini kila siku ule baba akitoka humuatia shilingi 20 ule kijana kama matumizi yake. Ule kijana akamuuliza babake, akamwambia, baba, kwa nini hukai na sisi tukawa na wewe angalau tukazungumza tukafurahi kuwa na baba yetu? Akamwambia, wanangu, mimi nenda mbio kwa sababu yenu. Ndio, lakini sisi hatukupati baba. Lakini nenda kazini, mimi natafuta pesa. Akamwambia, kwani wewe kwa saa moja hulipwa shilingi ngapi? Akasema, mimi kwa saa moja ni shilingi 200. Kila saa moja katika kazi yangu ni shilingi 200. Basi siku hiyo ule kijana babake ameketi, akatoka ndani huko na shilingi 400. Kazi zile shilingi 20 akazichanga mpaka akapata shilingi 400. Alipotoka akamwambia, baba, shilingi 400 hizi nakupa, tunataka kununua masaa yako 2 ukae na sisi, tuuzie yale masaa yako. Sikutoka kwa shilingi 200 kwa saa, basi 400 hizi tukua baba, kaa na sisi ngaa tukupate masaa 2 na sisi tuzungumze na wewe. Baba akaona haya, akabadilisha msimamo wake. Una faida gani ikiwa utakwenda mbio, uende mbio, hukupata wakati wa kuwalea wanao? Una faida yoyote? Kweli umekusanya, hazikukusaidia. Kwa hivyo hiyo ni lazima, wakati tunawapenda watoto wetu, lazima tuwe nao, lazima tuteze nao, lazima tufurahi na wao. Na watoto ni watoto, lazima tujue falsafa ya watoto. Watoto katika nyumba kama hawafanyi fujo huwa ni wagonjwa.
Tatu, tuelewe hili. Ikiwa watoto katika majumba hawana fujo, basi yafaa uwatafutie daktari, tena pengine hata wa akili haswa. Lazima watoto wafanye fujo, na ukiona watoto wafanya fujo ndio siha ya watoto. Mmoja anakwambia huwezi kujua wewe utamu wa watoto mpaka kwa wale ambao wamekosa watoto. Mtu ambaye alikuwa na wanawe alafu akawa mbali na wanawe kwa matatizo ya kidunia, wakapoteana, pale ndio utajua utamu wa watoto. Mtu ambaye alikuwa na mtoto, Mwenyezi Mungu akamtukua akafa, pale ndio utajua utamu wa watoto. Huyu bwana anasema aina dhajijul adhbu washaghabu, aina tadarusu shabahu laibu. Iko wapi lile fujo la watoto? Ziko wapi zile kelele za watoto? Iko wapi ile kwamba nasomeshana na watoto na huku wateza? Mtoto lazima ateze. Aina tufulata fi tawaqudiha, aina duma fil ardhi wal kutubu. Uko wapi ule udogo wakati unapong'ara, kijana anapong'ara kwa udogo wake? Ziko wapi zile toys na watoto wa sanamu na huku zimetupwa na zitabu zimetupwa? Aina tashakusu duna ma gharadhin, aina tashaki ma lahu sababu. Iko wapi ile kuteta bila ya sababu? Mara tu wamekuwa huteta wao, mara moja wamekuwa huteta. Ni raha kubwa kuangalia mambo kama haya. Iko wapi ile kushtakiana, baba huyu umenifanya hivi, baba huyu umenifanya hivi, bila ya sababu? Ile ni raha kubwa. Aina tabaki watadhahuki fi waqtin ma'an walhuznu wattarabu. Iko wapi hulia mara hapo hapo huteka? Hulia mara imekuwa huteka, sasa ile yeye amepokonywa kitu akipewa mwenyewe, sasa ile huteka. Sasa hiyo ni raha kubwa shaka, sura kama hiyo. Iko wapi kuhuzunika na pale pale mtu huteza, mara ana huzuni dakika hiyo hiyo huteza? Aina tasabuku fi mujawarati shaghafan idha akalu wa insharibu. Iko wapi wakati washindana kila mmoja akimbilia apate kukaa karibu na baba? Yani kila mtu akimbia mbio awahi mbele akae na baba, kwa sababu wako katika kula, wako katika sitting room wamekaa, waingia kwenye gari. Sasa wakimbilia akae haraka haraka akae na baba mbio, kila mmoja atakawahi mbele akae na baba. Kama wewe ukai na wanao, shekhe, wewe si binadamu, ni jiwe. Hiyo ni raha kiasi gani? Yani kila mtu ukimbilia atakukaa karibu na baba. Mimi nimempata baba mbele, huyo kimbilia wahi yeye akae mbele. Hiyo sura kama hiyo utaipata wapi? Bwana auliza. Akasema fanashiduhum baba idha farihu wa wa'iduhum baba idha ghadhibu. Nyimbo yao wakifurahi baba baba baba, nyimbo yao wakikasirika baba baba baba, ndio nyimbo yao wanaoimba. Wahitafuhum baba idha ibtadu wa nahibuhum baba idha iqtarabu. Wakiwa mbali baba, hata kwenye simu nataka kuzungumza na baba, akizungumza baba mbona hurudi, baba mbona hujaja. Na wakati wakiwa mbali, wakiwa karibu pia ni baba ni baba ni baba. Hiyo sauti ya baba tamu yake utaipata mahali gani? Na lile fujo lao nalo lina raha yake. Lile fujo la vijana lina raha yake. Usiwapige vijana, usiwatandike watoto. Kama wataka kuwatandika watoto, watandike kwa takwa Allah. Wapige watoto kwa adabu ya takwa Allah. Kuna nari jahannam mwanangu utaingia. Kuna zabania katika moto, ukifanya hivyo utakwenda motoni. Kuna adhabu utaipata namna kadhaa mwanangu ukifanya. Kuna janna mwanangu ukifanya hivyo utapata janna. Mambo kama haya ambapo baadhi ya vijana huyashika mambo kama haya. Vijana wengine, kijana mmoja amwangalia mamake akimaliza kijana, mama huwa akileta dua astaghfirullah, baadaye husali rak'atain. Kitoto kidogo ona kikiinama kikiinuka. Siku hiyo mama alikuwa na haraka, kijana akamwambia, mama mbona leo hukuleta ile nyimbo yako ambayo ileta kila siku? Kwa sababu ashazoea mambo kama haya. Lakini kijana kumwanzisha na makatuni tu na PlayStation na ghasia na zikafiri na zishetani, iwe huangalia hizo tu moja kwa moja. Alafu huyu wataka kusema ya kwamba huyu atatetea dini. Dini ipi? Aitetee kivipi dini hiyo? Ulimpa dini mpaka aitetee? Ameielewa dini mpaka aitetee? Akaendelea huyu bwana akasema, fi nafidhati zujajuha hatamu
fil haiti almadhuni kad thakabu, zioo amezivunda za madirisha. Ndio raha hiyo. Atamani kuona zile zioo za madirisha zimevundwa na watoto, sio sema watoto hao mashetani, nimetia zioo jana wamezivunda. Kama ni mashetani, baba yao nani? Si ndilo shetani ifriti? Shetani uzaliwa na nani? fi nafidhati zujajuha hatamu, zioo za madirisha wamezivunda. Fil haiti almadhuni kad thakabu, juzi tu tumepaka rangi ukuta wametoboa tundu. Hiyo ndio raha. Ile rumu yao ya kulala wakipata penseli asubuhi ukija imechorwa yote, hiyo ndio raha, kwa sababu ndio ujana, ndio utoto. Fil babi kad kasaru mazalijahu wa alayhi kad rasamu wa kad katabu, ule mlango zile loki kila siku zavundwa. Hiyo ndio raha ya utoto. Katika zikuta wamechora, katika zikuta wameandika, hiyo ndio raha yao. Kwa hivyo wale wakiandika ziko lugha nzuri ya kuambia, si lugha za kelele. Wakiharibu kuna lugha nzuri ambazo kwamba utawaambia. Akaendelea akasema fi sahni fihi ba'dhi ma akalu, katika zisahani wamekula kula za kula wakiataata. fi albati alhalwa allati nahabu, zile zikebe za halua na askirimu wamezitupa tupa, ambazo wamenyakua hata si zao, yani wameziona tu kwenye friji wamezitukua wamezila. Hiyo ndio raha ya watoto. fi shatri min tufahatin qadhamu fi fadlati alma'i alladhi sakabu, wametafuna matunda alafu baadaye wametupa kwenye kochi, wamekunywa maji alafu baadaye wamemwaga kwenye zulia. Hiyo ndio raha ya watoto. Ndio utoto na ndio raha ya utoto, si mashetani, ni utoto. Sijui kama wewe ukizaliwa ulizaliwa na ndevu zako ama nawe ulikuwa mtoto. Kwa hivyo hiyo ndio raha ya mtoto. Inni, mwisho akasema bwana, inni arahum aina maltafatat nafsi kad sakanu wa kad wathabu, mimi kila mara, huyu bwana alikuwa amepata mtihani, uko mbali na watoto wake, nchi yake ilikuwa imepata matatizo, akawa mbali sehemu za Lebanon, ikawa sasa ndio akaimba mashairi haya kuonyesha ile sura alivyokuwa na wanawe. Akasema mimi kila nikiangalia na waona wale wanangu, mara wamesimama mara wamekaa, wa uhisu fi khuldi talaubahum fi dari laysa yanaluhum nasabu, nahisi katika akili yangu vile nilipokuwa nikiteza na wao na wala wasipate taabu. Watoto hawachapwi, watoto wakichapa huchapa kwa takwa Allah. Mwangalie bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na watoto. Anas bin Malik alikuwa ni mtoto akimtumikia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipokuwa akimtumikia Mtume, Anas anavyosema yeye, hakuna hata siku moja katika umri wote ambao nilimtumikia Mtume alinambia katika jambo lolote lima fa'alta kadha au lima lam taf'al kadha. Hakuna siku alinambia kwa nini Anas umefanya hivi au kwa nini Anas hukufanya hivi. Na wakati ilipotokea siku moja amemtuma Anas amekwenda amekutana na watoto wenzake, akaingia katika matezo akawahuteza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasubiri kwa muda aliyosubiri, Anas harudi, akamuendea. Alipomuendea akamkuta Anas huteza hata amesahau. Na ikiwa wewe mtu mzima umeambiwa kufanya ibada ukasahau, umeambiwa kulu halalan tayyiban ukala marungi, umeambiwa usile isipokuwa za halali ukavuta sigara na umesahau, kwa nini mwanao aliyetumwa dukani asisahau? Akisahau ikawa mbingu zataka kuangushwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkuta Anas huteza, akamuendea Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka nyuma, akamshika polepole kwenye mashikio yake kwa hivi kwa nyuma. Asema Anas, niliposhikwa tu kwa ile ulaini na harufu nikajua huyu ni Mtume. Sasa Mtume alipomgeuza, kama ni wewe, ile haingekuwa ni kumshika shekhe, ingelikuwa ni kibao kimemshukia, angelikwenda nacho mpaka chini. Mtume akamwambia Anas, mimi si nimekutuma? Hakumlaumu, alimuuliza swala tu, Anas, si mimi nimekutuma? Akamwambia naam ya Rasulullah, nenda. Akamwambia basi nenda urudi. Ajua ni kijana huteza, kijana hupenda matezo, kijana amesahau. Amwambia basi nenda kanitukulie mimi nakusubiri. Akaenda akatukua akaleta. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyokuwa mahaba
ya sisi kuwapenda watoto wetu, tuwe nao karibu, tuwe nao pamoja. Watoto wetu maadamu tumewatia watu wengine kutulelea, hawatakuwa na akhlaki kabisa. Ni lazima wenyewe tuingie kati, wenyewe tusaidie, na anayehusika na ulezi ni baba, si mwalimu, si mwalimu wa madrasa. Pamoja na kuwa sisi sote tuna wajibu wa kufanya kazi ya tarbia. Wazazi wana wajibu wa tarbia, mimbar ina wajibu wa tarbia, walimu wa madrasa wana wajibu wa tarbia, lakini walimu wa maskuli ambayo hata si Waislamu, tarbia waitoe mahali gani? Wakati tulipoambiwa kwamba skuli ni haramu, kule Riyadh wakipiga makelele skuli ni haramu, skuli ni haramu, wasema wale walikuwa wataki sisi tuendelee. Mmeendelea wapi? Hebu niambieni, mmeendelea mahali gani? Hakuna maendeleo. Kwa sababu waweza kuwa umeendelea, umekwenda skuli kubwa, waweza kuwa umeendelea, umepata kazi, waweza kuwa umeendelea, umekuwa na certificate makubwa. Dini unayo kiasi gani? Uislamu wako uko kiasi gani? Tarbia yako iko kiasi gani? Kama umepata zote mbili, bahati yako, umefaulu, kwa sababu umepata dini na dunia. Lakini mara nyingi huwa si hivyo. Kwa hivyo anayehusika zaidi na malezi ni baba. Baba wakati anapomlea mtoto wake vizuri, basi maisha yake huwa mazuri mpaka kizazi kitakachokuja. Saidina Umar bin Abdul Aziz, ambapo nyote mwaelewa kwamba ameitwa al-Khalifatul Khamis, khalifa wa 5. Mamake aliyemzaa yeye ni mjukuu ambaye Saidina Umar ibn al-Khattab wakati alipokuwa akizunguka usiku kama Amirul Mu'minin, alipita mahali akakuta watu huzungumza, mwanamke huzungumza na binti yake. Ule mama amwambia binti yake, hayo maziwa ni kidogo, tia maji yawe mengi twende tukauze. Binti yake amwambia, haifai kutiwa maji, na sheria imekataza, na serikali yetu imekataza, tukitia maji itakuwa haramu. Akamwambia, sheria gani ambayo yatuona usiku huu ndani ya nyumba? Umar ibn Khattab gani ambaye atatuona sasa hivi? Tia maji hata ujinga wako. Akamwambia, naam, ikiwa Umar ibn Khattab hanioni, aliyemuumba Umar ibn Khattab hanioni? Kuna Mungu ambaye aniona sasa hivi. Saidina Umar yale maneno kumbe uko karibu ayasikia, akasema, huyo ndiye mke anayefaa mwanangu kumuoa. Si wake wa kutoka kwenye internet, ni wake wa kuonekana akhlaqi nzuri, na baadaye huyo ndiye aliyezaa mjukuu aliyezaliwa na ndoa hii, ndiye Saidina Umar ibn Abdul Aziz. Kwa hivyo yale mambo yachangia, ile damu yachangia, na wanao hata watakaokuja baadaye watakuwa ni watu wazuri. Babake al-Imamu al-Bukhari alikuwa akisema, siku alipokufa babake al-Imamu al-Bukhari asema, wallahi la a'lamu anni adkhaltu ala ahli baiti yawman dirhaman haraman au dirhaman dhi shubha. Babake ya Imamu al-Bukhari asema, wallahi mimi sikumbuki kwamba kuna siku moja nyumbani kwangu kuliingia dirhamu ya haramu, ama nyumbani kwangu kuliingia dirhamu ya shubha. Hata kama ina shaka shaka haikuwahi kuingia, ndio akapatikana al-Imamu al-Bukhari. Sasa leo hatuwezi kuendelea kwa sababu tulizokula si za halali, tulizokunwa si za halali, ni haramu. Sasa ile haramu yaharibu kila kitu chetu. Mwenyezi Mungu ametuonyesha mifano katika Qur'ani akisema, wakana abuhuma salihan amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Kile kikuta alichokijenga Nabii Musa akiwa na Al-Khidr kilijengwa kwa sababu kuna mali ya mayatima, na si kwa sababu ni mayatima, ni kwa sababu mzazi wao alikuwa ni mwema. Baadhi ya ulamai wakwambia si mzazi baba yao, ni babu wa 6, yani huyo mzazi mwenyewe ni namba 6 katika kizazi. Wengine wanasema hivi, na siwe wa 6 nawe ni baba mzazi, lakini imefanywa kwa sababu kana abuhuma salihan. Sasa ule wema wa wale auliaullah,
Yale mazuri yaliyofanywa na wacha Mungu, yale ndiyo yanayohifadhi vijana, yale ndiyo yanayohifadhi zile nyumba za ibada, yale ndiyo yanahifadhi majengo ya dini, kwa sababu wale wazazi walikuwa wema na kuweza kuwalinda wale vijana. Bwana mmoja katika auliya Allah anaitwa Muhammad ibn al-Munkadir alisema kumwambia mwanawe, wallahi yabni inni la azidu fi salati ibtighaa salahik, mimi kila ninaposwali huongeza swala yangu kwa ajili ya kutaraji ya kwamba Mwenyezi Mungu akufanye mwema. Ni mara ngapi ndugu zangu tunapoinuka usiku tukaswali alafu baadaye tukainua mikono ili Mwenyezi Mungu awatengeze watoto wetu? Kama wako wanaofanya hivyo, basi wazidi kufanya. Kama hakuna wanaofanya hivyo, leo ianze leo, uinuke usiku uombe dua ili wanao wawe wema. Kama huinuki, anza, na kama wainuka ongezea kuinuka kusali. Maana kuna mmoja aliambiwa, wewe uinuka usiku, asema wewe uinuka sana usiku. Kinuka ufanya nini? Asema wewe nimeshikwa na mikojo, nikaenda chooni nikakojoa, nikarudi nikalala. Kuinuka kuswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Pale unaposwali uinue mikono, waombe dua wanao. Kama huna mwana, wana wa ndugu zako. Kama huna wana wa ndugu zako, wana wa Waislamu wenzako, ili Mwenyezi Mungu aongoze vijana wa Kiislamu. Hawa vijana wetu kama hawakupata tarbia, hawakupata uongofu, hakuna kitu tutaweza kukileta cha maslahi ya umma wa Kiislamu kabisa. Watasimama vipi watu watakutetea Uislamu na zitwa zote bangi, bali wengine unga haswa brown sugar, ati yeye na takbiri za nini? Ila haiwezi kufanyika kazi. Kwa hivyo ni mpaka tuwe na malezi ya kisawasawa, tarbia ya kisawasawa. Vijana wamesimama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wamemuelewa Mwenyezi Mungu, hapo twaweza kufanya kitu kizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, na waogope wale ambao kwamba wameata nyuma yao kizazi ambacho kina unyonge, kizazi ambacho ni cha udhaifu. Wale vijana wetu tunawaona hivi sasa wameingilia katika mukhaddirat. Hebu wasikilize, uangalie walikuwaje mpaka wakaingia katika madawa ya kulevya. Utakuta ni tafakuk usari, familia zenyewe ndizo zimepelekea mpaka kijana akafika mahali kama pale, hana la kufanya. Mara nyingi utamsikia ni kwa sababu baba hanijali, baba hanishughulikii. Mara nyingine utasikia ni kwamba bana maisha ni magumu. Mara nyingine atakwambia dhiki na stress, najaribu kuondosha mawazo. Amejaribu kwa kidogo, akajaribu kwa kikubwa, mpaka kaingia shimoni kabisa. waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha, basi na wamche Mwenyezi Mungu, waliyaqulu qawlan sadida. Lazima sisi kwanza tumche Mungu, alafu watoto wetu waelewe kumcha Mungu. Ucha Mungu peke yake ndio waweza kuleta kila kitu katika hii dunia. Hakuna jeshi laweza kuleta usalama wala uadilifu, hakuna serikali yaweza kuleta usalama wala uadilifu, hakuna pesa zaweza kuleta usalama wala uadilifu. Takwa Allahi peke yake, ucha Mungu tu ndio waweza kuleta kila raha na amani na kila kitu katika hii dunia. Bwana mmoja anaitwa Abdul Hakim Halaka asema, a'tini murabbiyan najihan, nipe mlezi aliyefaulu, utika sha'ban hadariyan nadhijan, nitakupa sha'b, umma ambao kwamba umeendelea, umma ambao kwamba umeiva. Kwa hivyo ni lazima kwanza iwe kuna watu murabbina najihina, kuna mababa ambao wamefaulu katika ulezi. Na kufaulu katika ulezi si lazima ufaulu 100% kwa siku moja, pole pole, hatua hatua, alafu itakuwa ni mazoea, alafu baadaye itakuwa ni jambo la kawaida. Leo twaona kwamba sisi katika majumba yetu kama hakuna zile nyimbo, watoto watakuwa hawana raha, watoto watakuwa hawafurahi, mpaka wasikize zile nyimbo chafu chafu, waangalie nyimbo chafu chafu, wawe na music ambayo kwamba si sawa sawa. Wallahi kuna watu ambao hivi sasa vijana wao vile walivyowalea kwa anashid. Mwanadamu apenda music, mwanadamu apenda nyimbo, bali hata hayawani wapenda nyimbo. Farasi huwa mtiifu akisikiza music, ngamia huwa mtiifu. Katika ule msafara wa ngamia kuna mtu aitwa Hadin.
hadi ni mtu wa kutumbuiza. Akisimama mtu mmoja akaimba, akatoa mashairi, akaendelea, basi ngamia msafara waendelea. Akisimamisha ile kuimba kwake, msafara hauendi. Kwa hivyo kiumbe chochote chapenda music, bali hata miti, wale ulama wanakwambia hata miti yapenda music. Kuna nyimbo nzuri, kuna anashid, kuna zitu za dhikrullah, salawatu rasul. Basi kuna vijana ambao hivi sasa wakisikiza zile nyimbo nyingine husikia dhiki, kama si nashid, kama si swala ya Mtume, kama si dhikrullah. Tunao. Siku moja mimi nimesafiri ndani ya gari zena za Waislamu, gari za Waislamu, na ndani ya gari za Waislamu watia CD na makaseti machafu ili kutengeza biashara zao. Basi pale ndani kulikuwa na familia moja wako pale, hakusema hata baba. Kijana mwenyewe tena msichana alisimama akawaambia, katika gari hamuko peke yenu, tungeni heshima za watu, ima mututeremshe twende zetu, ama fungeni hizi ghasia zenu. Ambapo wengi wetu si mashujaa kufanya hivyo. Ajifanya hata kuangalia, alafu angalia chini, alafu baadaye arudi angalia tena. Huyo ndiye walii wetu ati. Ati baba liko sitting room ati limeketi, alafu baadaye watu wamekuja pale tuputupu hubusiana hivi, ati kuangalia mahali pengine, ati hataki kuangalia kule. Ama ainuke kabisa ati aondoke, atoe nafasi zaidi watu wa kuendelea na makhnad. Kwa hivyo wako watu ambao wana ghera, ni kidogo sana lakini wako. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu hakuweka jambo ila ameweka badali yake. Ikiwa wewe ni mpenzi wa kusikiza music, iko music nzuri, sauti nzuri, waweza ukasikiza. Na ikiwa pia waona zile tashwishi za ngoma ziko nyingine zimetolewa, hata zile ngoma waweza kusikiza vizuri. Qur'ani peke yake, wewe ukiwa na Uislamu, Qur'ani tu ile sauti nzuri unaposomewa utasikia raha. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa hivyo huyu bwana anasema, a'tini murabbiyan najihan utika sha'ban hadariyan najihan. Kama wataka tupate sha'b, tupate umma ambao ni wenye kufaulu, nionyesheni baba ambaye ni mzuri wa kulea aliyefaulu. Imamu Tirmidhi katika hadithi hasan sahihi asema, vile bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifundisha watoto watakawafundishwe kila wakati, watoto watakawaelezwe kila wakati. Unajua leo kuna mijitu mizima miroho ikienda kwenye karamu, ni kwa sababu hawakufundishwa na wazazi wao namna ya kula. Na pengine ukimwambia mwanangu, ukila kula hivi, usile hivi. Zamani wazee walikuwa wakiwaambia vijana, kwa sababu mtu mzima ndiye anayegawanya samaki. Leo mtu mzima humshikia mwanawe dishi akaosha mkono. Lakini zamani kijana yeye hana ruhusa ya kunawa akimaliza kula. Na wakati wa kula baba ndiye anayetia mtuzi, baba ndiye anayegawanya kiteweo. Leo hatuna time hiyo, kwa sababu kila mtu na kisahani chake. Yani maroho, yani kula kama paka, mpaka ujitilie ukae nao kando. Ukila na wenzako waona utadhulumika. Sasa ule baba akiwaambia wanawe ya kwamba yoyote ambaye atakula vizuri, mtuzi usimuingie katika zidole zake, basi nitampa kiteweo zaidi. Kila kijana ajitahidi ale kwa uzuri ili asipakike mituzi. Sasa leo utalikuta jitu zima halijui kula, hula sampuli. Ikiwa bahati mbaya umeketi naye, itakubidi wewe sasa umwangalie tu, mtole mato tu mpaka uinuke, maana ni uchafu anaofanya, kwa sababu hakuambiwa kabla. Na sio mafunzo ya Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha akimwambia Muadh, ya ghulam samillah, ewe kijana kwanza piga bismillah, wakul mimma yalika, ule kile kilioko mbele yako. Sasa huyu asema katika hadithi nyingine, Abdullah ibn Abbas alisema, nilikuwa nyuma ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mimi ni mtoto mdogo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, kijana, inni uallimuka kalimati, mimi nitakufundisha maneno. Ihfadhillaha yahfadhuk, muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mungu atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajidhu tujahak, muhifadhi Mwenyezi Mungu, tunze Mwenyezi Mungu, utampata mbele yako. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Mungu. Mtume azungumza na mtoto mdogo, sio mtu mzima.
Wa idha sta'anta fasta'in billahi, ukiomba msaada omba msaada kwa Mwenyezi Mungu. Wa'lam anna al-ummata, jua ya kwamba huu umma, law ijtama'at ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Jua kijana wewe kwamba huu umma lau utakusanyika wote wataka kukunufaisha, basi hauwezi kukunufaisha ila kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekuandikia. Kisha ujue wewe kijana kwamba huu umma lau ijtama'at ala an yadhurruka lan yadhurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka, hawezi kukudhuru ila kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu amekuandikia. Rufi'at al-aqlamu wa jaffat as-suhuf, kalamu zishainuliwa, karatasi zishakauka, kila kitu kimeandikwa. Maneno haya Mtume azungumza na mtoto Abdullah bin Abbas. Kwa hivyo sisi tuna wajibu wetu kuwaweka watoto wetu, kuwafundisha. Watafutie wanao CD za kuwafundisha dini, watafutie wanao zitabu za kusoma za kufundisha dini. Weka nyumbani kwako, hata kama ni kwa wiki mara moja, kama sio kila siku, dakika 10-15 uwe na darsa wewe na wanao. Na kama hujui kusoma pia ajifanye mjanja. Na rafiki yangu mmoja, siku moja nilikwenda nyumbani kwake kumtembelea. Mwanawe alikuwa ameanza kuhifadhi Qur'ani, amefika karibu juzu 15. Huyu baba yeye hakusoma chochote. Sasa nilipokwenda mimi nikamkuta amekaa namna hii, ule mwanawe husoma Qur'ani. Kamwangalia, najua huyu bwana hakusoma, lakini alivyokaa yeye anapomsikiliza utafikiri yeye ni hafidhul Qur'an, amsikiza ule mwanawe. Alipomaliza nikamuuliza, sahibu yangu wewe umesoma? Akasema la, mimi sikusoma chochote, lakini ile kukaa kwangu hivi tu, ule mwanangu uona labda mimi najua kila kitu, basi usoma kwa bidii, japo zile asomazo hata sizijui. Kwa hivyo wewe kana mwanao na wewe umekaa pamoja na yeye, aone kwamba baba uko hapa, baba naye asikiza, labda baba pia aelewa, na hata kama uelewi, lakini kile kivuli chako kitamsaidia, ataona kwamba baba uko pamoja na yeye. Tusiatie kina mama peke yao, tusiatie ndugu peke yao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa namna hiyo. Alikuwa akifundisha watu, weka japo kwa wiki siku moja, ijulikane kwamba siku ya Jumatano baada ya Isha mpaka saa 2 usiku tuna darsa nyumbani. Siku hizi kuna CD nyingi, siku hizi kuna kaseti nyingi, siku hizi kuna mambo mengi, kuna zitabu kwa kila lugha. Uwe na darsa wewe na wanao, weka baada salatul fajri, musome hata kama ni dakika 15, ili wanao waweze kuendelea na kusonga mbele. Mwisho kabisa nikimalizia maneno yangu ni kwamba vijana wetu tukiwalelea vizuri ndio akiba yetu, lakini vijana wetu tukiwalelea vibaya, basi sio hapa duniani peke yake. Duniani hapa ni mahali pa mapito. Wengi wetu husema atakamsomeshe mwanawe ili apate kazi, wakati akizeeka mwanawe amwangalie. Hilo si lengo, na hilo ni dogo kabisa, halisaidii. Kwanza haijulikani kwamba wewe utazeeka au utakufa sasa hivi, hilo halijulikani. Pili, haijulikani kwamba huyo mwanawe ataishi mpaka akusaidie, hilo pia halijulikani. Lakini kubwa ni lile alilolieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min 3. Mwanadamu akifa amali yake yote hukatika isipokuwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni sadaqatin jariya, ni sadaka yenye kufuza, sadaka ambayo itaendelea. Jambo la pili ni ilmin yuntafa'u bihi, ni elimu ambayo watu watapata nafuu ndani yake. Elimu yoyote ile ambayo watu watapata nafuu ndani yake. Watu wakifundishwa wiring, hiyo itakusaidia na wewe maadamu umesaidia vijana wa Kiislamu. Watu wakifundishwa kompyuta itakusaidia, wakifundishwa driving itakusaidia, au ilmin, elimu yoyote yuntafa'u bihi itakusaidia. Jambo lingine muhimu zaidi ni waladin salihin yad'u lah, ni kijana mwema ambaye atamuombea dua baadaye, atakaa amuombee Mungu mzazi wake, atakaa amtilie Fatiha mke wake, ampelekee thawabu, ainue mikono amwambie Mwenyezi Mungu, mrahamu babangu, mrahamu mzee wangu. Lakini kijana kama hukumlelea vizuri, ukishakwenda umekwenda, hiyo itakuwa imeshapotea. Kama hakupata tarbia ya Kiislamu, hata hatakumbuka. Pengine kuna wenzetu hawajui hata baba zao wamezikwa wapi. Mtu hajui hata ile kaburi ya babake iko mahali gani. Na mwingine huenda ziara za watu wengine, lakini babake hajui kaburi liko wapi, wala haendi kumzuru. Haendi kumzuru babake kabisa.
yeye zishindwa endao ziara nyingine, babake amemsahau. Kwa sababu gani? Hakuwa ni waladin saleh. Mzuru babako alafu zuru na wengine, lakini kwanza ujue ya kwamba kuna babako ambaye atakuombewa Mungu. Haliwezi kupatikana hilo ila kijana awe amepata malezi mazuri, amelelewa kisawasawa, ameshika dini kisawasawa. Akiondoka bado huku nyuma tuna watu ambao wanatusaidia, akaunti zetu zaendelea, twaendelea kupata hasanati, twaendelea kupata thawabu. Kwa hivyo ni lazima tushikane sawasawa na watoto wetu, tujirakibishe. Leo ndio siku yetu ya kujirakibisha, kuata makosa sisi yale tunayoyafanya, kuata dhambi zile tunazozifanya, kuata ujinga na upumbavu ule tunaofanya, na watoto wetu watujua. Wewe usifikirie kwamba mwanao hakujui hizo tuko zako, azijua zote, mpaka zilizofanyika nyuma ashapewa story. Babako alifanya hivi, alikuwa hivi, alikuwa hivi, ayajua yote kutoka alifu mpaka yeye. Kwa hivyo wewe ni wajibu wako kukazana kuanza kuwa mwema. Ni binadamu, kama matatizo yalitokea unajirakibisha ili mwanao naye pia aweze kuwa kijana mwema. Imam Shafi asema uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu almaasi walau kunna sawa'an fil bid'a. Na wapenda watu wema, Imam Shafi asema na wapenda watu wema na mimi si katika wema, wala lastu minhum, mimi si katika wema. La'alli an anala bihim shafa'a, pengine nitapata shafa'a kutoka kwao, kwa wale wema, vijana wazuri. Wa akrahu man tijaratuhu almaasi, simpendi mtu ambaye biashara yake ni ya maasiya. Walau kunna sawa'an fil bid'a, japo sisi sote bidhaa yetu ni sawa sawa. Mwingine akamjibu akamwambia tuhibbu salihina wa anta minhum, muhibbul qaumi yulhaq bil jamaa. Wewe wapenda watu wema, ungewapenda isipokuwa na wewe ni mwema. Mtu akiwapenda watu huwa pamoja na wao. Kwa hivyo tunapowapenda watoto wetu kikweli, kwanza sisi tuwe wazuri, tujipende ili tuweze kuwapenda pia watoto wetu insha Allah taala. Mwenyezi Mungu aturakibishie maisha yetu. Mwenyezi Mungu atupe nguvu na uwezo na usawa wa kurakibisha sisi na kurakibika watoto wetu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimina as-salata wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا شيخنا أستاذ شامي عثمان mufti wetu wa tarika kwa kuweza kutuelekeza katika mada muhimu sana katika maisha yetu, haswa katika majumba yetu. Lau kila baba atawajibika, basi tuna imani kwamba mashakili tunayoona nje yote yataondoka, kwa sababu vijana tunaona nje ni natija ya malezi yetu. Namna tunavolea nyumbani ndio natija tunayoona. Kwa hivyo kwa wale ambao kwamba bado wako na vijana nyumbani, siku ni leo na wakati ni sasa. Kitoka hapa baada ya lishai, hakikisha kwamba umeweza kuweka timetable yako. Vipi utaketi na watoto, vipi utazungumza na wao, vipi utashauriana na wao, vipi utafuatilia majukumu wewe baba uliopewa majukumu. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Na CD hii kesho itakuwa iko tayari, lakini zile za mwanzo ko tayari ziko pale nje. Baada ya swala kesho umechukua. Kesho maudhui itakuwa tuwatambue wa zamani na wa sasa, tuwatambue wale wanazuoni wetu waliotangulia na wanazuoni wetu walioko sasa. Msiba ambao ni mkubwa kwa wakati wa sasa, tarehe zetu hatuzijui, wanazuoni wetu waliotangulia hatuwatambui, bali waweza kumwona mtu amesimama akawa asema Imam Shafi ni nani bana, acheni na maneno ya Shafi, yani kana kwamba yeye mtoto wake hawezi kumuita kwa lugha kama hiyo. Kwa nini azungumze kama hivyo? Yote kwa sababu hajui heshima, hajui kazi, hajui daraja ya ule alimamu Shafi. Lakini zamani tutakapokuwa tumemjua Imam Shafi na tukamfuata Imam Shafi, ndipo tuwaweza kufaidika
kwamba kweli hawa waliotangulia ndio waliotekea misingi hii ambayo kwamba leo twaifuata. Imam Shafi tangu alipokufa ni mwaka ngapi? Mwaka 204 Hijiria. Mwaka wa 204 Hijiria ndio mwaka alokufa. Mpaka leo ni miaka mingapi? Leo tuko mwaka 1435. Toa 200. Tangu wakati huo Imamu Shafi agubalika katika ulimwengu. Wewe ni nani leo kuja kumkosoa? Na mbali katika wanazuoni mbalimbali, mashekhe mbalimbali, leo watu umekuwa hawataki tena fikra za wale wanazuoni waliotangulia. Kwa hivyo kesho takuja kuelezwa kuwatambua ni vipi na dori lao katika kutumikia dini ni vipi, na hao walioko sasa pia tuwape heshima zao, na vile vile tuweze kuelekezwa kwamba huyu mwanachuoni ni nani. Hivi nilivyosimama mimi nazungumza, huwa anafaa kuitwa mwanachuoni? Kwa sababu katika kuna wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu ajalia kuzungumza, mahodari kutoa speaker, mahodari kutoa speech, mahodari kuzungumza. Ukisikiza mawaidha yake akakupigia na kilemba utashangaa kweli kweli. Lakini njoo muulize swala moja katika dini, utafikiri ni sukari imetiwa katika maji imeyayuka, kwisha mkama tailo zima kwenye switch. Hao ndio tuwatambua ni mashehe. Wewe watu wote enda na barabara hini, yeye uje na barabara ile nyingine. Khalif toraf, badilisha wewe upate kujua nani uenda na njia nyingine. Ni fulani basi. Lakini kesho usingoje kuja kusifiwa, tuweza kuelekezwa na tutawekwa sawa kabisa. Tukitoka hapo tutajua mwanachuoni ni nani, na wale wa zamani walifanya kazi gani, na wa sasa ni hao wenye kupiga makelele mengi, ama tutamjuaje huyu ni mwanachuoni? Mwenyezi Mungu atampa afya shekhe letu As-Sayyid Saleh Hassan ambaye kwamba tuko naye leo hapa. Alhamdulillah, amekwenda hija na imani kwamba amekunwa zamzam ya kutosha na dua nyingi nyingi ampata kwa Mtumi. Kwa hivyo kesho atakuja kutueleza vipi tuwatambue wanazuoni wa zamani na hawa sasa pia tuwatambue. Lakini huyu mwanachuoni ni nani? Inshallah taala, palipobakia kama nilivyowaambia mwanzo kwamba kesho itakuwa ndio siku ya 9 ambayo ni saumu ya Taswa, na kesho kutwa siku ya Alhamisi itakuwa ni tarehe 10 saumu ya Ashura. Kwa hivyo tukiinuka kesho tuinuke na ibada na tuweze kufaulu kupata fadhila za mihadhara na fadhila za nini, za ibada. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana birahmatika ya arhamar rahimin.